lakini pia haifichikani tukio la kusalitiwa Baitul Maqdis na kumilikiwa na Wafaransa. Tukio hili sababu kubwa ni wao Shia Rafidha, kwa sababu pia miongoni mwa itikadi za Shia ni kwamba Masjid al-Aqsa inayotajwa katika kitabu cha Allah Ta'ala na katika Sunna haiko kwenye ardhi, iko mbinguni. Vitabu vya Kishia vinawaaminisha Waislamu hivi. Ndio maana walisaliti Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa ikachukuliwa na wasiokuwa Waislamu na maadui wa dini. Wao ndio sababu kubwa. Lakini pia haifichikani kushirikiana kwa Mashia na Waamerika na maadui wa dini dhidi ya Waislamu ala mari taarifu wa zamani, katika mapito ya tarehe na historia. Wao ndio walishirikiana pia na Waamerika dhidi ya watu wa Baghdad, dhidi ya watu wa Sham. Lakini pia katika miaka ya nyuma, mwaka 1986, mwaka 1987, mwaka 2013, mpaka na 15, matukio yaliyojiri kukamatwa baadhi ya Mashia waliotokea Iran wakiwa wana mabomu wakielekea nayo katika ibada ya haji. Bali katika vipindi vingine mwaka 1987 yalitokea mauaji katika mji wa Makka yaliyosababishwa na Mashia wa Iran. Lakini mwaka 2015 maandamano yaliyofanyika na Mashia wa Iran ikawa ni sababu ya kufa Waislamu zaidi ya Waislamu, lakini yalisababishwa na Mashia wa Iran, mpaka ikafika kipindi wakastopishwa Mashia wa Iran kufanya ibada ya haji. Anajua historia, anafuatilia, analigundua hili. Lakini pia daula ya Kuwait imeshuhudia matukio na khiana ya Shia Rafidha. Suria, na tulieleza katika khutba pia hapa, tukio la Mashia kuwatuma baadhi ya wasemaji wao kwenda kutoa mchango wa kumpiga Msuria, na yale yanayoendelea Yemen kwa ule udhamini mkubwa wa daula ya Iran kwa wale Mashia Hawatha wanaowaua ahli sunna wal jamaa katika miji ile. Nguvu kubwa yatolewa na wa Iran, silaha nyingi zinatoka kwa Iran, na ndio maana kuna mawasiliano makubwa. Kwa anayefuatilia habari, hili ni jambo la wazi kabisa, wala halina shaka. Sasa ukiyatizama haya utagundua kwamba daula ya Iran ni daula ya Kishia Rafidhia Ithna Asharia Jafaria, na wao ni ni maadui wa Uislamu na Waislamu. Sasa wanatokea baadhi ya mashaka wanazungumza kwa hisia na kulaani maneno kama haya. Baadhi ya mashaka wanajinasibisha na ahli sunna kama Abdul Qadir al-Ahdali anayezungumza kwamba sisi tunataka tusimame na Mashia katika tukio hili linaloendelea katika Mashariki ya Kati, mapigano kati ya Irani na Israeli na Amerika, tusimame na Shia. Sijui anatumia mizani gani, bali afika mahala akasema Shia Zaidia wako karibu na ahli sunna. Sisi tumwambia kama alivyosema Sheikh Mukbil, innal ladhina yaquluna hadhihi almaqula lam yadrusu kutub az-zaidiyya hatta yudriku aqidat az-zaidiyya. Wanaosema maneno haya kwamba Zaidia katika Shia wako karibu na ahli sunna, huyu hajasoma vitabu vya Zaidia ili agundue Zaidia wana itikadi gani. Kwa sababu Zaidia kuna wapote kama matatu: kuna Salihia, kuna Sulaimania, kuna Jarudia. Alafu kwa ujinga wake yeye akasema kwamba Mashia wenyewe hao Zaidia ambao wako Yemen, hajajua Mashia Zaidia ambao wako Yemen kule Sanaa Shimal ni Mashia Zaidia wa aina gani, makundi gani katika hao, kwa sababu hajui mapote pia ya Zaidia. Bali sisi tumwambia kwamba Zaidia ambao wako Sanaa
kule shimali ni al-Jarudiyya, na Jarudiyya wao ni makafiri zaidi hata ya Ithna Asharia al-Imamiyya, wanaotokana na masahaba hao, wao ni makafiri zaidi ya hao. Sasa mtu anapokuja sema Zaidia wako karibu na Ahlusunna, maana yake huyu hana maarifa ya kutambua kwanza anawakusudia Zaidia gani. Lakini pia hawa Sulaimania Salihia nao pia hawafikiani na msimamo ya Ahlusunna katika kumtanguliza Abu Bakar na Umar na Uthman, bali wao wanaamini kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye alikuwa anastahili kuwa kiongozi baada tu ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, Shia ni maadui wa Uislamu na Waislamu na Irani. Kama ilivyo katiba ya Irani, wao ni katika Shia Ithna Asharia Jafaria Imamia, wanayaamini haya. Hata kiongozi huyo aliuawa, naye pia katika vitabu vyake ana maneno mbalimbali akiwasema vibaya masahaba na kuwatukana na masahaba, kuwalaani baadhi ya masahaba, kwa sababu ndiyo msimamo wao. Na ndio maana sisi Ahlusunna masalaf tukaeleza aqwali za ulama kunako yanayoendelea katika Mashariki ya Kati, tukasema kama alivyosema Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema fa Ahlusunna la yaqifuna ma'a al-yahud ضد الروافض wala ma'a الروافض ضد اليهود. Ahlusunna hawasimami kumuunga mkono myahudi dhidi ya mshia au mshia dhidi ya myahudi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema idha qatala al-yahud wal-majus wal-rawafid fahmadillah an araha al-muslimina min ba'sihim was'alillah wad'u Allah an la takuna fitnatuka fi ahadihima. Watakapopigana mayahudi, majusi na mashia, basi wewe muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuru Allah ta'ala, umsifu Allah kwa kuwastarehesha Waislamu na shari zao, na kumuomba Allah ta'ala isije ikawa fitna ya Waislamu yatoka kwa moja ya makundi haya mawili. Kama vile sasa hivi takana tumuombe Allah ta'ala isije ikawa fitna ya kutiniwa Waislamu ima yatoka kwa Myahudi wa Amerika au yatoka kwa Shia wa Iran, kwa sababu Shia wa Iran wana vitimbi katika siku zote miaka yote. Kwa si jambo la ajabu ikatokea wao wakaipiga miji ya Kiislamu, kama vile mnavyoshuhudia sasa hivi wameanza kuijemelea kuiangamiza baadhi ya miji ya Kiislamu kwa kule kudai kwamba wanapiga kambi zao, kambi za Amerika, lakini wanawaangamiza na wanaangamiza miundombinu ya Waislamu na miji ya Kiislamu kama vile Saudia na Dubai na miji mingine, kwa sababu Shia wao wana malengo ya kutaka kuitawala ardhi nzima. Kwa hiyo si jambo la kuongea kihisia na kutoa machozi na kulia, na si kila anayelia na kuomboleza kwamba ndio ana haki na yuko katika usawa. La, si tusimame katika maneno ya ulama. Mmoja katika Ikhwanul Muslimin Al-Qaradawi katika kitambo kirefu alikuwa akiwatetea mashia, lakini alikuja akasimama siku moja akasema mashekhe wa Saudia walikuwa wana uoni wa mbali kuliko mimi, kwa sababu mimi nilikuwa nikiwahami mashia kwa kitambo kirefu, lakini nimegundua kwamba mashekhe wa Saudia kina Bin Baz na wengine walikuwa wana upana wa elimu kutambua mashia kulikoni sisi maikhwani na masufi na matarika na wengine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, maelezo haya ya ulama ni sambamba kabisa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mustarihun wa mustarah. Kuna ambaye anastarehe akifa na kuna ambaye watu wanastarehe naye akifa. Akaulizwa, ya Rasulullah, ni yupi mustarih na ni yupi mustarah? Ni yupi ambaye watu wanastarehe pale anapokufa? Akasema, wa amma al-abdu al-fajir fayastarihu minhu al-ibad wal-bilad wash-shajar wat-tawab. Mja muovu anapokufa wanastarehe kunako yeye waja, wanyama, miti na viumbe mbalimbali, wanastarehe na shari zao.
Kwa hiyo adui kama huyu wa Uislamu na Waislamu, adui wa masahaba, adui wa Waislamu na Sunni kwa ujumla, anapokuwa ameondoka, Waislamu wana haki pia ya kutoa shukrani zao na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alipofikiwa na habari ya kufa kuuawa kwa Musailama al-Kadhab, alimhimidi Allah na akasujudu sijda ya shukr. Lakini bi Ali bin Abi Talib alipomkuta Hufadhiya, yule bwana alikuwa anaziwa mkononi amekufa katika wale waliouawa wale makhawarij, sajada shukran lillahi, alifurahi na akasujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika Musannaf ibn Abi Shayba. Namalizia kusema kwamba msimamo wetu sisi ni huu: wanaopigana maadui waovu wao kwa wao, sisi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuwastarehesha Waislamu na shari zao na kuwagomanisha wao kwa wao, kuwamaliza wao kwa wao, kama alivyosema Al-Auza'i pia aliponukua Dhahabi, idha qtatala al-fajir bil-fajir fa ahlaka Allahu ahdahuma falhamdulillah, kipigana waovu kwa waovu Allah akamwangamiza mmoja, himdi ni za Allah ta'ala, shukrani ni za Allah. Wa idha ahlakahuma jami'an falhamdulillahi kathira, na akiwaangamiza wote basi shukrani na himdi ni zake Allah ta'ala kwa wingi. Huu ndio msimamo wetu sisi katika haya yanayoendelea. Suala la kwamba ni wakati gani tutasimama na adui fulani dhidi ya adui fulani ni suala litakalotazamwa na ulama. Lakini anapokuja mtu akasema Waislamu walifurahi kwa ushindi wa Warum, alif lam mim ghulibat Rum fi adna al-ardh wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Allah akaeleza kama Waislamu watafurahi kwa kushinda Warum, kwa kushinda Wafurusi. Alafu ataka kuleta aya hizi katika tukio hili kwamba tuungane na sisi na Shia, tuungane na Iran. Wala yudriki miskin, lakini maskini huyo hajui kwamba Warum ni katika ahlul kitab na shari yao ukipima na shari ya majusi ya Wafursi, shari ya majusi wa Fursi ni kubwa, na ndio maana Waislamu wakawa wanafurahi kwa ushindi wa Warum. Sasa ukija ukipima shari za Shia Rafidha na shari za Mayahudi kama walivyoeleza maulama, utagundua kwamba shari za Mashia za Rafidha ni kubwa kuliko shari za Mayahudi. Madhara ya Shia Rafidha dhidi ya Uislamu